pia kuna wachezaji kama Mzamiru Yasini, pale kuna kina Mapaka, kuna wachezaji kama Valentino Uma, kina nani huyu sijajua kama watamtumia Dennis Kane, lakini pia yupo nani Kapama, moja wachezaji ambao wamekuwa na wakati mzuri. Kwa hiyo kukosekana kwanza kwa Baka ni pigo kubwa na Depu kwa Yanga, kwa sababu kuna kwenda kwanza kutoa mpango kazi ule wa timu namna gani inavyocheza kuanzia transition eneo la defense line. Baka amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao akiwepo pale eneo la nyuma huna hofu na ulinzi anaoupata Djigui Diarra. Japo Yanga unaiona eneo lile la nyuma muhimili mkubwa umekuwa ukianzia kwa goalkeeper, lakini kwa Baka miongoni mwa wachezaji ambao kwanza wana uwezo mkubwa kukipanga kikosi, kuipanga safu yake ya ulinzi, lakini pia inapotokea kosa ni mwepesi kufika na kwenda kuklia. Lakini kimbinu wanakwenda kukutana na timu ngumu, ina wachezaji ambao wana uzoefu kuna kwa michezo mikubwa hii. Wache msimu huu TRA imefanya usajili kwenye dirisha dogo la baadhi ya nyota ambao unaona matokeo yake wameyapata dhidi ya Namungo, wamepata matokeo ya ushindi wa magoli 3. Unaona pia alishinda mchezo hapa katikati na nadhani kama sio Fountain Gate ni Mashujaa. Kwa hiyo unaona namna ambavyo ushindi ule ni kama umeendelea kukijenga, na pia wana kocha mzuri Ndaraigije, ni miongoni mwa makocha ambao wana uzoefu sana kwenye ligi hii, wanajua mikakati ya kudili na timu kubwa. Wanakwenda kukabiliana na Yanga ambaye kwanza anakabiliwa na fatiki kwa wachezaji wake. Unajua ratiba ilivyo kwa Yanga ni ngumu kwa kweli. Ukihesabu masaa 72 ya kama zilivyo taratibu za FIFA kupumzika kwa mchezaji ni kama hayatimii hivi kwa Yanga. Amecheza juzi, jana amesafiri kuelekea Arusha, japo ni usafiri wa ndege ambao hauchukui masaa mengi, lakini leo anahitajika kufanya maandalizi ya mwisho kwa ajili ya mchezo kuelekea dhidi ya TRA. Hii inaleta taswira gani? Mwalimu anakuwa hapati muda wa kutengeneza mpango kazi. Yani madhaifu yale ambayo umeyashuhudia Yanga dhidi ya Azam, mwalimu basi anatakiwa kupewa muda ambao anatakiwa kwenda kujenga kikosi kupitia yale madhaifu kuyarekebisha. Lakini kwa mwalimu Pedro imekuwa tofauti. Jana ambao alitakiwa kuwa kwenye uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kurekebisha baadhi ya mapungufu ambayo yameona, ndio muda ambao ametumia safari yake kuelekea Arusha. Leo apashe aende kuifeel pitch uwanja ambao anaenda kuchezea, maana yake anaingia kwenye mpango kazi wa mchezo kuliko kwenda kurekebisha mapungufu. Kwa hiyo kwa ratiba ilivyo, fixture ilivyo, bado inawabana Yanga. Sitashangaa kuona matokeo yoyote. Nilikuwa nataka niulize hapo kitu Pablo. Tunafahamu licha ya wachezaji kadhaa kukosekana pale katika mchezo wa TRA hasa kwa Yanga, tunafahamu sasa hivi TRA walikuwa wacheze na Simba, lakini kulingana na hali ya hewa pale Arusha imekuwa ni ngumu. Lakini sasa hivi wamegeuza gia kwa Yanga. Unafikiri kocha Pedro ni kitu gani ambacho wanapaswa kitumie sasa hivi, licha ya mchezo wa juzi kuonekana kuna changamoto yani nyingi zimejitokeza, licha ya kusema kwamba bado kuna changamoto ya kwamba amesafiri jana na leo amefika atakuwa ifeel pitch, lakini ukiangalia kabisa zile mbinu na sayansi ya mpira kwake inaonekana kidogo, licha ya wachezaji ambao wako nao wapo wachezaji wazuri na wanaweza kuamua matokeo kama wakipewa nafasi. Yupo yao yuko pale. Unaona lakini ukiangalia katika safu ya ulinzi kukosekana kwa Baka, kuna Mwamnyeto, ambapo pia ukiangalia upande wa kulia na anayechezea Mohamed Hussein ana nafasi kubwa pia ya kuhakikisha kuna muda anashuka mpaka huko chini, anaweza akakava nafasi ya ubeki. Je, hapo katikati afanyaje ili kuhakikisha matokeo yaweze kupatikana, kwa sababu najua TRA itakuwa ni kipute? Cha kwanza kwa mwalimu Pedro ni selection nzuri ya kikosi afanye kwenye kikosi chake. Kuna ingizo kama Pacome limerejea kwenye kikosi, anakosekana Depu, lakini Pacome kurejea kuna kwenda kuleta uhai mkubwa sana. Unajua Yanga inachokosa mpaka hivi sasa ni kupata mchezaji ambaye anaibeba timu wakati mechi na kuwa ngumu, yani X factor. Mchezaji ambaye anatumia individual skills, technical ability binafsi kwenda kuibeba timu kupata matokeo. Sasa kwenye hiki kipindi Pacome hayupo, hili lilionekana kuwa ni pengo kubwa. Lakini amerejea Pacome ambaye tunafahamu amekuwa na uwezo huo
wa kuibeba timu mabegani. Lakini tumeona katika michezo kadhaa licha ya Pacome kuwepo, kuna vitu katikati havijakaa sawa. Hata kama Pacome anacheza katikati kiungo, anapanda na kushuka, lakini kama safu yake pembeni haijakaa vizuri, ambayo ina penetrate mipira, haiwezi kufanya vizuri. Ndio maana nazungumza hapa. Kwa upande wake, mbinu ya sayansi ya mpira ikoje mpaka sasa hivi kuelekea katika tathmini ya kocha yeye? Kwanza viwanja vya mikoani haviruhusu kucheza sayansi ya mpira. Viwanja vya mikoani kwenda na sayansi ya mpira utambulia pua. Lakini nachojaribu tu kusema kwamba kwa sababu TRA utajaribu kupishana na Yanga kutafuta matokeo. Kuna faida kubwa kwa Yanga kupata matokeo. Kwa nini? Hii mechi na ioni inaenda kuamliwa pia na uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Licha kuwa kile kiwanja hakina mazingira mazuri zaidi, lakini baadhi ya wachezaji wa Yanga wana uzoefu na viwanja hivyo. Ukimzungumzia kama Pacome amecheza msimu wa 3 sasa akiwa na Yanga, lakini wengine wote pale ukimtoa Alan Okello wana uzoefu na viwanja hivi vya mikoani. Eneo ambalo mwalimu anatakiwa sasa kwenda kulipangia mpango kazi mwingine ni eneo la defense line 2, ambalo ndipo naliona lina gap kubwa zaidi. Eneo ambalo unamkosa Baka, nani anakwenda kusimama pale? Asinki na Mwamnyeto. Mwamnyeto umemshuhudia makosa yake anavyofanya, lakini pia Asinki kuna mchezo alifanya makosa yale ambayo anayafanya Mwamnyeto. Kwa hiyo ni eneo ambalo linahitaji pia nguvu ambayo itatumika eneo la katikati kuzuia mashambulizi, iwasaidie pia na wachezaji eneo la nyuma. Natamani pia Damaro Kamara ambaye amekuwa akionekana mzuri kuonekana kwenye eneo lile. Lakini kwa TRA kwa sababu watatamani kupishana na Yanga, kupishana kwa namna gani? Kupishana kutafuta matokeo na energy walionayo, itakuwa ni faida kwa Yanga kwa sababu Yanga ina wachezaji wazuri. Kama watafanikiwa kuwa wepesi kuwapoka mipira na kutafuta nafasi, uwezekano mzuri wa Yanga kupata matokeo upo. Lakini Yanga shida yake kubwa hivi sasa ni kupata yule mchezaji ambaye anaibeba timu. Pengine ni falsafa ya timu. Unajua Yanga falsafa ya misimu kadhaa ilibadilika, ikawa inaamini timu inacheza kwa pamoja bila kumtegemea mchezaji mmoja. Utaungana na mimi kuanzia Yanga ya Gamondi ilikuwa na huo mfumo. Walikuwepo wachezaji wengi wazuri, lakini unaona Yanga inacheza kama Aziz Ki yuko majeruhi, Yanga inapata matokeo kama nani. Kwa hiyo falsafa ni nzuri, lakini tunarejea sasa kwa mchezaji mmoja mmoja. Kama mchezo wa Azam ukirejelea kwamba mechi imeshakuwa ngumu, mpinzani amekuwa mgumu kila eneo, nani anakwenda kuibeba timu? Kama alivyocheza Faisal. Kwa hiyo Yanga pia inahitajika wachezaji wajitoe kwa hilo. Ratiba si nzuri, lakini pia kikosi kufanya rotation kwa mwalimu hakumpi nafasi kubwa zaidi. Sawa, nilikuwa natamani sana uzungumzie swala zima la bodi ya ligi kuhusiana na viwanja. Umezungumzia hapo awali kama hali ya hewa ikibadilika tena siku ya kesho, ina maana kwamba mchezo hautachezwa. Na sasa hivi tunajua kabisa kuna michezo ambayo itachezwa mwaka 2027 tunasema CHAN kombe la dunia mwaka huu yes. Kwa Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania ndio vinara wa wenyeji. Je, kitu gani cha kuzingatia haswa tukiangalia katika viwanja kadhaa? Nilikuwa najaribu kuangalia waziri wa utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda akijaribu kuzungumzia ule uwanja, ilikuwa ni marekebisho ambayo kwa nafanyika pale Benjamin Mkapa, akizungumza na Mchina yule kwamba tunakupa siku kadhaa, unaishi wapi na nini na nini, lakini yani kuna serious unatakiwa ufanyike, ili yani sio serious tu, ufuatiliaji makini, kwa sababu ukiangalia hivi viwanja ambavyo leo hivi tunasema kwamba vimefungiwa, sijui tukisema hicho kiwanja hakiko na ubora, tulianzia huku chini. Pengine una kipi cha kusema? Mimi kwenye hili bodi ya ligi kwanza natamani uwawe wakali kwenye kuviruhusu vilabu vinapochagua viwanja. Unajua Tabora, TRA huyu alikuwa ni mtu ni timu ya Tabora. Ilikuwa inatumia Ali Hassan Mwinyi. Hassan Mwinyi ilipofungiwa wakaanza kuzulula, baadaye wameamua kwenda Arusha. Kama Arusha imeonekana na dosari, mapema bodi ya ligi ndio anatakiwa afanye action. Kuwajulisha bana, kiwanja mlichochagua na hali ya hewa iliyopo kwa hivi sasa, kuna muda mtatupa ratiba ngumu. Uwezekano wa nyie kuchagua kiwanja rafiki kwa hivi sasa mnao. Kesho mechi inaenda kuchezwa. Ratiba inaonyesha hivyo. Uhakika kwanza kwa mashabiki tayari imani imeshapungua
Nani atakata tiketi mapema akijua sakata alilolipata dhidi ya Simba? Kwa hiyo kwanza kwa TRA wao wenyewe wanajikosesha mapato moja kwa moja. Kwa sababu hakuna kwangu mimi ukiniuliza imani ya mashabiki kukata tiketi mapema imepungua kuelekea mchezo wa kesho. Wanachotamani waone kwanza kesho kama jua lipo mpaka mida hata saa 9 ndo wasogee wakati tiketi. Sasa inakuwa na madhara gani? Inakuwa na madhara kwa sababu baadhi ya mashabiki wanaoumia ni mashabiki pia na timu. Lakini timu kama ingeamua unajua pale Manyara kuna kiwanja kizuri sana Tanzanite kwa raha ambacho hakina dosari yoyote. Kama uwezekano wa bodi ya ligi kaona bana uwanja wa Arusha hauko vizuri na jirani yenu Manyara pale kuna kiwanja kizuri, Singida pale kuna kiwanja kizuri, kwa nini msitumie hivi viwanja ili fixture yetu iendelee vizuri? Kwa sababu tunaposema mfano kesho ikatokea mvua, hatuombei, lakini ikatokea mvua, mechi ile itaahirishwa. Hivi viporo vyote vinakwenda kuchezwa lini? Na ligi inahitajiki imalizike tarehe 18. Tarehe 18 ligi hiyo imekamilika. Raundi ya 13. Zote kabisa. Tarehe 18 mwezi wa 6. Okay. Ligi hiyo imetamatika. Sasa kuendelea kuweka viporo ni kuendelea pia kutengeneza mazingira magumu ya ligi kumalizika na kudhoofisha baadhi ya vilabu ambavyo tayari vinapiga mahesabu kwa TRA na kwa Simba. Kwa hiyo na kwa Yanga na kwa vilabu vyote. Kwa hiyo bodi ya ligi wanatakiwa wao wenyewe pia waangalie hali ya hewa kama iruhusu kwa sasa. Kuna kiwanja ikinyesha mvua mechi haichezwi. Hiyo hapo hapafai moja kwa moja. Bana, kesho pia kuna mchezo mwingine hapa Dodoma. Tanzania Prison watakipiga dhidi ya kikosi cha Singida Black Stars. Unapigwa saa 2 kamili za usiku. Kiingilio 5,000, 10,000 VIP na